Karibu katika makala hii maalum inayozungumzia moja ya viumbe wanaopatikana karibu kila kona ya dunia, na viumbe hawa si wengine bali ni panya. Utajiuliza, kwa nini panya? Sasa panya wengine huwatazama kama wadudu haribifu, lakini nyuma ya sifa hiyo kuna ukweli mwingi wa kushangaza kuhusu maisha yao. Leo tutajifunza chimbuko lao, tabia zao, mazingira wanayopenda kuishi, faida na madhara yao kwa jamii, pamoja na aina mbalimbali za panya hawa. Baki nami hadi mwisho ili kugundua mambo ambayo huenda hukuwahi kuyafahamu kuhusu mnyama huyu mdogo lakini mwenye uwezo mkubwa wa kuishi. Watu wengi hujiuliza, panya ni wanyama au ni wadudu? Sasa panya ni wanyama wa kundi la mamalia, wanahusiana na kundi la wanyama wadogo wanaoitwa rodenti. Kwa mujibu wa tafiti za kisayansi, panya walitokana na wanyama wa kale wa porini waliobadilika taratibu kwa muda mrefu kupitia mchakato wa mabadiliko ya viumbe. Uwezo wao kuzoea mazingira ulifanya waweze kuishi karibu na binadamu katika maeneo ya makazi na biashara. Lakini vile wengine hujiuliza, ni maeneo gani ambayo panya hupatikana kwa wingi? Panya wanapatikana duniani kote. Wanapatikana kwa wingi katika miji mikubwa, masoko, maghala ya chakula, mashambani na maeneo yenye taka nyingi. Na hii yote ni kwa sababu wana uwezo mkubwa wa kuzaa na kupata chakula kwa urahisi, na hivyo hupelekea kuongezeka haraka sana. Tukiangazia mazingira ambayo panya hawa hupendelea sana katika maisha yao ya kila siku. Panya hawa hupendelea kuishi maeneo mbalimbali, ikiwemo maeneo ya chakula cha kutosha, maji ya ukaribu, sehemu za kujificha kama mashimo, mifereji na ndani ya nyumba ya makazi ya watu. Vile wanapendelea sehemu zenye joto la wastani na usalama dhidi ya maadui wao. Itakumbukwa kuwa panya hawa adui yao mkubwa huwa ni paka na binadamu. Tukiangazia katika suala la vyakula, panya ni wanyama wanaokula karibu kila aina ya chakula. Hupendelea sana nafaka kama mchele, mahindi na ngano. Pia hula matunda na taka za binadamu, jambo linalopelekea uwezo wao wa kula aina mbalimbali za chakula huwasaidia kuishi katika mazingira tofauti. Ingawa licha na kuwazungumzia hawa panya katika aina tofauti, panya wana sifa za kipekee kabisa na zenye ubora na ladha ya kipekee, ikiwemo wana meno makali yanayokuwa muda wote, kuzaa kwa kasi kubwa, wana akili na uwezo wa kujifunza mazingira yao, huishi kwenye makundi na kujilinda kwa pamoja. Uwezo wao wa kuzoea mazingira ndio sababu kuu ya kuenea kwao duniani. Ingawa mara nyingi panya hawa huonekana kuwa waharibifu, lakini pia wana umuhimu wao, ikiwemo hutumika katika utafiti wa kisayansi na tiba asilia, husaidia wanasayansi kuelewa magonjwa na kutengeneza dawa. Wakati mwingine ni sehemu ya mnyororo wa chakula kwa wanyama wengine, lakini pia ni kitoweo cha binadamu. Licha ya hayo yote, panya wana madhara makubwa sana katika mazingira wanayoishi na makazi wanayoishi, ikiwemo kuharibu chakula na mali, huweza kusababisha hasara za kiuchumi, wanaweza kusambaza magonjwa kupitia mazingira machafu. Kwa sababu hiyo, jamii nyingi huweka mikakati ya kudhibiti idadi yao kwa usafi na njia mbalimbali za kuzuia.
Kwa ujumla, jamii huwachukulia panya kama wanyama hatari katika mazingira ya makazi. Hata hivyo, katika taasisi za utafiti wanathaminiwa kwa mchango wao wa kisayansi. Kwa kumalizia, panya ni wanyama wadogo lakini wenye uwezo mkubwa wa kuishi na kuzoea mazingira mbalimbali duniani. Wanaweza kuwa na faida katika utafiti wa kisayansi, lakini pia wana madhara makubwa katika mazingira ya binadamu, na ni muhimu kudumisha usafi wa mazingira ili kupunguza changamoto zinazoweza kusababishwa nao. Na kufikia hapo, niseme asante kwa kuwa nami katika makala hii, na usisahau kufuatilia zaidi kwa elimu na maarifa mapya kuhusu wanyamapori na mazingira yetu.